Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo mtazamaji wangu, ni matumaini yangu ya kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama na bado umeweza na kumshukuru Mwenyezi Mungu. Ni siku ya pili tangia Yesu alipofufuka kutoka kwa wafu. Pia ninaamini kwamba ni siku ya leo ambapo wengi watakuwa wanaingia kazini. Maana hiyo jana najua kwamba wengi tu walikuwa tu wanapumzika kiasi. Haya, kabla wewe kufika ofisini mwako pale kuanza kazi yako ya siku ya leo, ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka ili tukaweze na kuanza kila kitu tukiwa tumebarikiwa na neno la Mwenyezi Mungu na pia kuombewa na mtumishi wake ili siku yetu ikawa ni ya baraka, ili kazi zote ambazo tutakuwa tunazishughulikia kwa siku ya leo tukaweze pia na kuona ama kuhisi tu neema ya Mwenyezi Mungu ikiwa juu yetu. Mtumishi wa Mwenyezi Mungu ameweza na kufika hapa tayari kabisa kutufanyia hayo yote na kuendelea na kutunyunyizia baraka za Mwenyezi Mungu kupitia hilo neno na pia kupitia kipindi cha Manyunyu ya Baraka. Sio mwingine bali ni Pastor Ruthi Sami kutoka kanisa la ABC Katangi. Wewe mtazamaji wangu, ninakukaribisha sana kwa upendo mwingi ili ukawe pamoja nasi katika kuendelea na kupokea hizo baraka kwa asubuhi ya leo. Karibu. Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo. Amjambo. Nami si jambo. Ninaomba kukukaribisha katika mahubiri ya siku ya leo. Hewe mtazamaji, mahali popote uliko, ujisikie ya kwamba umekaribishwa ili kwa siku ya pili tuweze kuandamana katika mahubiri ya siku ya leo, na hatimaye najua tutaweza kubarikiwa. Basi ninaenda kusoma neno la Mungu katika kitabu cha Luka mtakatifu, na ni sura ya 24 ambao tutasoma mstari wa 36 hadi 49, na hayo maandiko nitaenda kuyasoma katika jina la Yesu. Neno linasema hivi: na walipokuwa katika kusema habari hiyo, yeye mwenyewe alisimama katikati yao, akawaambia, amani iwe kwenu. Wakashituka, wakaogopa sana, wakidhani ya kwamba wanaona roho. Akawaambia, mbona mnafadhaika, na kwa nini mnaona shaka mioyoni mwenu? Tazameni mikono yangu na miguu yangu, ya kuwa ni mimi mwenyewe. Nishikeni muone, kwa kuwa roho haina mwili na mifupa kama mnavyoniona mimi kuwa nayo. Na baada ya kusema hayo, aliwaonyesha mikono yake na miguu yake. Basi walipokuwa hawajaamini, kwa furaha huku wakistaajabu, aliwaambia, mna chakula chochote hapa? Wakampa kipande cha samaki na wa kuokwa. Akakitwaa akala mbele yao. Kisha akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia nilipokuwa nikali pamoja nanyi, na kwamba ni lazima yatimizwe yote niliyoandikwa katika Torati ya Musa na katika manabii na Zaburi. Ndipo akawafunulia akili zao wapate kuelewa na maandiko. Basi akaendelea na maneno yanaendelea, na kwamba mataifa yote watahubiriwa kwa jina lake habari ya toba na ondoleo la dhambi kuanzia Yerusalemu. Na neno linaendelea,
kama vile tumesoma. Ningependa tuombe pamoja. Asante Mungu mtakatifu, Mungu uishiye milele, ni kwa ajili ya neno lako. Ukanisaidie kama vile nisemayo, na kama watazamaji Mfalme pia ukawasaidie, na acha wakatibike rohoni mwao endapo Mungu wetu wako na shinda. Mungu wetu, najua utaweza kutenda wema wako. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Basi lengo kama vile nilisema jana, tutaendelea tu kuona matukio ya Yesu Kristo akiwatokea watu mbalimbali. Na hapa Yesu Kristo, na ndio lengo yetu, Yesu Kristo anawatokea wanafunzi wake. Na nitaenda kukukumbusha ya kwamba Yesu Kristo anawatokea wanafunzi wake walipokuwa wakiwa mahali pamoja, wakiulizana maswali. Kweli huyu Yesu Kristo tuliyekuwa naye, watu walikuja wakamteza, wakamweka msalabani, mwisho akafa. Kwa hiyo walikuwa wanajiuliza maswali. Sasa sisi tutakuwa tukipitia wapi? Tutasemaje? Manake hawakuwa wanajua ya kwamba kama amefufuka kutoka kwa wafu. Kwa hiyo wakiwa na hiyo shaka, wakiwa na huo mshangao, walikuwa hata wakitetemeka, wakiwa na hofu sana. Pale walikuwa, Biblia imetuambia ya kwamba jambo la kwanza, Yesu mwenyewe alitokea pale. Akasimama nao na akawaambia, kuweni na amani. Amani iwe pamoja nanyi. Bwana Yesu aliwaambia amani iwe pamoja na wao. Ni kwa maana alikuwa anajua penye wako, na alikuwa anaona wakiwa na hofu, alikuwa anaona wakishangaa. Alisema atafufuka. Kweli atafufuka. Asipofufuka sisi tutasemaje? Sisi tutahubiri ile neno alitufunza aje? Kwa maana hata alikuwa anawaambia watu atakufa na atafufuka. Kwa hivyo katika huo mshangao akawatokea, akajitokeza, akawaambia amani na iwe nanyi. Najua uko mahali na uko na uwe mshangao, na hakika unatetemeka, unajiuliza maswali. Ni kwa ajili ya wale mambo yamekutokea, na kuwa huyu Yesu aliyetokea wanafunzi wake. Jiweke tayari, tubu dhambi zako, hakika kuwa msafi, na huyu Yesu atatokea kwako, atajitokeza, atakufa. Amani ya moyo wako, amani ya roho yako, amani ya mafikira yako, amani ya mwili wako, na hivyo utasimama imara na utasema Yesu ni Bwana. Ndugu yangu na dada yangu, umesikia hayo? Yesu anakuita. Ndiposa uwache kabisa hayo unayowaza, ambayo yanaweza kukupeleka mpaka hata mautini, mpaka ukajinyonga, uone hata hauna haja ya kuwa hai, hakuishi katika dunia hii. Chamgamka ndugu yangu, na ujue Yesu hakika anateremsha amani kwako. Ukubali na utakuwa na amani na utakuwa na furaha. Jambo lile lingine, Yesu Kristo alipotokea kwao na akawa nao, aliwaambia waache kujiuliza maswali na kushangaa, kwani hayana budi kutumia yale alikuwa akiwaambia, ya kwamba ilitabiriwa katika Torati ya Musa, atazalika na atakufa. Na hata tukiangalia tena katika manabii kama vile Isaya katika sura 6
Hakika kuna mstari pale unasema ya kwamba anayekuja nguo zake sitawekwa ndani ya damu. Kwa hivyo huo ulikuwa ni unabii ya kwamba atasaliwa, na pamoja na kusaliwa lazima atamwaga damu ili aulete upatanisho wa mtu na Mungu. Kwa hivyo pia katika kitabu cha Zaburi pia imeandikwa atakuja duniani na siku moja atakufa na atafufuka. Kwa hivyo Yesu Kristo akawaambia wasiwe na mshangao, yaliyosemwa lazima yatimie. Kwa hivyo nami nakuamkua asubuhi jama ya leo, ama popote pale ama wakati ule utakaofungua hii channel uangalie haya mahubiri, na kuambia kuna yale yamesemwa kutoka juu mbinguni na ni mazuri, kama vile pia Yeremia anasema Mungu amekupangia mpango mwema. Weka ukitazama, umsubiri huyu Yesu Kristo, na bila shaka yale yalipangwa yako, endapo utaacha dhambi na umuishie Mungu, lazima Mungu atayatenda. Bwana Yesu asifiwe. Ningekuwa wewe, ningefurahia, ningeacha yale ambayo ninayafanya na yampendezi Mungu, kwa maana tunaposemesana sala ya Bwana neno na ombi linasema mapenzi yako yatendeke humu duniani kama vile imepangwa mbinguni. Amen. Ndugu yangu, kwa wapi? Kwa hiyo amekupangia wema wako kama vile Yesu Kristo ilitabiriwa na ilipangwa yake ilikuja kutimia, imekuja kupita, ya kwamba ameweka link baina ya binadamu na Mungu. Hakukuwa na upatanisho, kwa hivyo ameweka upatanisho, na ilitabiriwa na ilisemwa, na ndio sababu alikuja. Kwa hivyo kuna lingi yako ambayo sasa imewekwa na Mungu. Amani iwe nawe, na ninajua ya kwamba utakuwa shahidi kwa wengi, na aliwaambia wakae mjini mpaka wangoje siku ile watapata uwezo kutoka mbinguni. Kwa hivyo huo ni unabii wa Roho wa Mungu vile atakavyokuja awasaidie. Na ninakuamkua nikienda kumalizia nikikwambia ya kwamba kaa penye huko na ujue hata Mungu yuko pale, na usidi kumkaribisha huyu Mungu, usidi kumuita huyu Yesu, umwambie akae moyoni, akae katika akili, akae katika kazi zako, na utaona mambo yako yakienda vizuri sana, ama yakinyoka barabara. Kwa hivyo ndugu yangu na dada yangu, nikikuaga na kuambia ya kwamba uwe na amani, amani ile itokayo kwa Yesu Kristo, amani ile itokayo kwa Mungu. Na amani ikiingia, shaka inaondoka, hofu inaondoka, na furaha inaingia, na hakika unakaa katika maandiko na utasafiri ukiwa umebarikiwa. Bwana na habariki neno lake. Amina. Tuombe. Asante Mungu uliyemtuma Yesu mwana wako haje duniani. Ilikuwa ni kwa ajili ya kuleta upatanisho, na ni kweli kabisa alipokufa pale msalabani na akafufuka, tunashuhudia ufufuo wake, na tunashuhudia kufufuliwa kwa mtazamaji, na ninaomba pia kufufuliwa kwake. Na ninaomba Mungu wetu amani iwe nawe. Wale ambao wakati wanakulilia, wanakuitia, na hakika wakitembea hawajisikii, ni kwa yale ambao wamekubana nayo, amani iwe nao. Waamini, na hakika utawasaidia na utawainua kiwango kingine. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba na pia kuamini. Amen. Baki salama. Tumefundishwa juu ya Yesu kuwatokea wanafunzi wake. Maybe wengi walikuwa na shaka kuona kwamba sisi, yule ambaye alikuwa anatuongoza, yule ambaye alikuwa ni mwalimu wetu, yule ambaye tulikuwa pamoja naye karibu sana, mambo yameweza na kutokea. Ni huyu ameweza na kuaga, ni huyu ameweza na kuzikwa. Sasa itakuwa namna gani? Ni kweli
Vile ambavyo alikuwa amesema siku ya tatu ataweza na kufufuka, kweli itakuwa? Sisi tumebaki na nani? Nani atakuwa anashughulika na sisi? Sisi tutakuwa wageni wa nani? Yesu ni huyo. Itakuwa namna gani? Lakini Yesu hapa, wakati ambapo ameweza na kufufuka, anawatokea au wanafunzi wake 11. Anawaambia kwamba mimi ningetaka tu amani, nataka tumuwe na amani. Kuweni na amani. Amani iwe nanyi wakati wowote ule. Kuweni wakati wa aina gani? Wakati wa shida, wakati uko na kila kitu, wakati ambapo yule ambaye maybe ulikuwa unamtegemea, unaona kwamba huyu ni kama ni yeye tegemeo langu, hata kama ametoweka. Wakati ambapo unafika pale, wengine huwa wanasema kwamba niko hapa kanisani kwa sababu ya mtu fulani, kwa sababu ya huyu mtumishi. Wakati ambapo ameweza na kutoka, hata na mimi sitaonekana hapa tena kwa sababu ya huyu kiongozi fulani. Unaweka matumaini yako pale kabisa yote. Lakini Yesu aliweza na kusema kwamba kuwa na imani, kuweni na amani. Mtazamaji wangu, kuwa na amani katika majira yote. Kuwa na amani na uamini kwamba katika majira yote Mwenyezi Mungu yuko pamoja nawe. Yesu yule ambaye tuliweza na kukumbuka kufufuka kwake yuko pamoja nawe. Anashughulikia hayo yote. Kuwa na amani na utulie. Maana hata aliweza na kuwaambia kwamba wakae mjini mpaka waweze na kupokea uwezo wa Roho Mtakatifu. Ni kweli kabisa, Roho Mtakatifu ni mwalimu kwetu. Ni yeye anatufundisha kipi cha kufanya, kipi cha kutenda. Maana ni mwalimu kwetu. Yesu hakuweza na kutuacha kama watoto yatima. Aliweza na kutuacha na Roho wake Mtakatifu. Tuwe na amani, tumpe Roho Mtakatifu ambaye ni mwalimu kwetu nafasi ili aweze na kutuonyesha, na kutuongoza, kutuonyesha kipi cha kufanya, kutuonyesha njia gani ya kuitembelea, kutuonyesha kile ambacho ambacho ni cha msaada kwetu. Tumpe nafasi ndani ya mioyo yetu ili akaweza na kutufundisha na pia kuendelea na kutuongoza. Ninakutakia siku njema, wakati mwema, wakati ambapo unaendelea na kutafakari hilo fundisho ambalo tumeweza na kuletewa asubuhi ya leo. Bye bye.